tunagawa vifaa kwa watoto 127 toka shule za msingi 6 na sekondari 1 ambao wapo katika kata ya Hezia. Vifaa hivyo ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutagawa suruali na kaptura kwa wavulana, sketi kwa wasichana, shati la shule, madaftari 7 kwa wanafunzi wa shule ya msingi, makaunta buku 9 kwa wanafunzi wa sekondari, viatu pea 1, soksi pea 2, sabuni kila mwanafunzi atapata miche 2, mafuta ya kupakaa, nguo za ndani, mikanda, sweta kila mwanafunzi kulingana na aina ya sweta analovaa shuleni, begi la madaftari kwa wale wanafunzi wapya, penseli na peni. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa pia tuna nguo za kushindia. Tumeona kuna changamoto ya watoto kushindia uniformu ambazo wanagawiwa, kwa hiyo zinashindwa kuhimili kukaa mwaka mzima. Kwa hiyo tumenunua nguo ambazo kila mtoto atachagua kulingana na saizi yake inayomtosha, atapata nguo za kushindia. Kwa mujibu wa idadi yao wanaweza kupata hata 10 kila mtoto mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanafunzi wa sekondari wa kike watapatiwa taulo za kike kwa ajili ya kustiri. Tumelipa ada, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwanafunzi aliyechaguliwa chuo cha maendeleo ya jamii. Wale ambao tunawahudumia huwa tunaendelea nao, akipata fursa ya kuendelea mbele na elimu tunaendelea naye. Kuna mtoto anaitwa Aglata, alikuwa anasoma sekondari pale, amemaliza form 4, amechaguliwa chuo cha maendeleo ya jamii Lungemba. Kwa hiyo tumemlipia mahitaji yote ya shule ya chuo pamoja na ada, anaendelea na masomo. Lakini pili, tumetoa mahitaji yote ya shule kwa mwanafunzi mwingine aliyechaguliwa kidato cha 5 shule ya Mwalimu Nyerere sekondari pale Tunduma, anaitwa Furaha Sinka. Tulikuwa tukimhudumia tangu shule ya msingi na sekondari, na sasa tunaendelea kumhudumia kule alipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sera ya shirika letu ni kumsaidia mtoto katika safari yake ya elimu kuanzia msingi mpaka atakapoishia. Kwa hata hawa wanapozidi kuendelea na masomo hatuwaachi, ataendelea mpaka pale atakapoishia, tutaendelea kumsaidia kama tunavyofanya kwa wengine. Lakini kingine pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa magodoro kwa wanafunzi wa form 4 kwa ajili ya kulala shuleni. Wana uhitaji wa kulala shuleni, wengine wanakosa magodoro. Kwa wale wanafunzi wa form 4 wote watapata magodoro kwa ajili ya kwenda nayo shuleni. Tunatoa blanketi pia kwa wanafunzi hao ili wasipate changamoto ya kujifunika. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutapeleka chakula shuleni kwa watoto wale watakaoshindwa kuweza kupeleka chakula, ili wasipate changamoto ya ile utaratibu wa chakula shuleni. Watoto wote na walezi wao watapata chakula hapa leo kwa ajili ya kurudisha furaha kama vile ambavyo wangekuwa na wazazi wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kabisa, siku ya leo kuna mama mjane anaishi katika kijiji hiki, ana watoto wana matatizo ya akili, hivyo inamlazimu muda wote ashinde nao. Kama sio kushinda nao, anawafungia ndani kwa sababu wakitoka nje wanapotea. Baada ya kulijua changamoto hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama shirika tuliona tumshike mkono. Hivyo kwa ridhaa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba tutamkabidhi mbuzi 2 kwa ajili ya kufuga, lakini pili tutamkabidhi kiasi cha shilingi 180,000 ili ziweze kumsaidia katika matunzo ya familia yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli hii nzima ya leo na vifaa hivi imegharimu shilingi ya milioni 18,954,200. Changamoto, Mheshimiwa mgeni rasmi, baadhi ya wazazi au walezi wanatumia vibaya vifaa ambavyo wanapewa na watoto. Kuna baadhi yao nakuta wanaviuza. Kitu hiki kwa kweli kinatusikitisha sana. Mtoto unampa leo sabuni, unampa mafuta,
tunapomtembelea nyumbani kumuuliza anaendeleaje, unakuta anasema mafuta sina, sabuni sina, wakati umempa siku chache zilizopita. Ukifuatilia sana unakuta vifaa vile ulivyogawa wazazi au walezi wengine wamevipoteza kwa sababu ya kutojali. Changamoto ya pili, mheshimiwa mgeni rasmi, baadhi ya walezi kutotimiza wajibu wao. Kuna baadhi ya vitu au mahitaji madogo, kwa mfano kupeleka chakula shuleni, ni kitu ambacho ni cha msingi kwa mtoto. Hata kama mwingine anaweza akawa analima, anapata chakula kidogo, lakini hatilii maanani swala la kupeleka chakula shuleni. Changamoto nyingine tulionayo, mheshimiwa mgeni rasmi, tunaiona kwa watoto ni ufaulu hafifu kwenye mitihani. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi wananchi wa kata ya Heze tunawashukuru sana wakina mama na watoto kwa ushirikiano wao waliotuonyesha na kwa misaada mbalimbali wanayotupa katika kata yetu. Si shule ya msingi tu Heze, ni kata nzima wao wanafanya hivyo kutusaidia, na sekondari napo wanatusaidia. Hata wananchi wangu kimaendeleo huwa wanatusaidia sana kuhusu madaraja, miundombinu ya shule ya msingi, ya sekondari na msingi, zahanati, wao wanatusaidia sana. Tunashukuru sana. Hata hivi tunaanzisha ujenzi wa high school. Tunawaomba tusaidie mabweni. Pia tunakuomba wewe mwenyewe ututumie kule wilayani waweze kutuunga mkono kufanya ujenzi wa high school ili watoto wetu wasipate shida ya kwenda mbali. Kwa majina naitwa Maria Watabu Kamwela, naishi kijiji cha Namwangwa, kitongoji cha Isenga. Mimi napenda kuwashukuru hili shirika kuwajali watoto wale yatima au wanaoishi mazingira tatanishi. Napenda kuwatoa shukrani zangu kama mimi mama mlezi. Pia nawashauri sana wale wakina mama ambao naishi na watoto wale ambao wanawalea, wasiwanyanyase, wawape watoto uhuru. Jina naitwa Geoffrey Ndala, mwalimu mkuu wa msingi Hezia, lakini pia ni kaimu afisa kata ya Hezia. Kwa ujumla mimi shirika hili nalishukuru sana. Nawashukuru sana kwa sababu gani? Wameweza kuleta faraja kwa watoto. Wameweza kuleta faraja kwa watoto kwa maana kwamba watoto wale ambao walikuwa wanajisikia katika hali ambayo sio nzuri, lakini na wenyewe wameshapata thamani kwamba wako sawa na watoto wengine. Lakini si hilo tu, lakini pia kwamba watoto wamepata vifaa mbalimbali vya kujifunzia na kufundisha darasani. Watoto hao wamepata faraja sana kwa sababu inafika mahali labda mzazi anakuwa hana uwezo wa kumnunulia. Kwa hiyo shirika linakuja kumbeba kwa namna hiyo. Kwamba inafika mahali kwamba watoto wanapenda shule kwa sababu ya kuwa na uniform ziko vizuri, vifaa vya kujifunzia viko vizuri, vimejitosheleza, lakini pia hata wale watoto ambao wanashindwa kutolewa michango shuleni, hususan labda pengine mchango wa chakula shuleni, shirika limekuja kuwabeba. Linatolea mchango yote, kwa mfano mahindi, maharage, pamoja na michango midogo ambayo inahusu taaluma pale shuleni. Kina Foundation kwa msaada ambao umetoa kwa vijana wetu hawa, lakini naamini vifaa hivi vitatumika kwa malengo ambayo yamekusudiwa, lakini wazazi msaidie kutunza vifaa hivi ili viweze kuwasaidia vijana wetu. Lakini kwa upande wa vijana, msome kwa bidii ili muje muweze kuzikomboa familia zenu na jamii kwa ujumla. Asanteni sana, Mungu awabariki.